serikali hii ya awamu ya 5 chini ya rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli inasisitiza kuwa na ushirika unaoendeshwa kwenye uadilifu na umakini mkubwa ili uweze kuleta tija. 6, kuna kuwepo na madeni makubwa sana yaliyotokana na usimamizi mbaya wa vyama vya ushirika. Leo hii ukienda kwenye vyama vya ushirika unaambiwa chama chetu kina madeni ya msimu uliopita sio chini ya milioni 10, 20 na kuendelea. Madeni haya walipaji ni wakulima au wanaushirika. Na ikitokea hali hiyo, wanaushirika watakimbia ushirika wao. Ndio wanaenda kuingia kwenye mifumo ambayo si rasmi. Kwa hiyo iko haja sasa wizara kusimamia na hasa kwa ASCO kubaini vyama vya ushirika vyenye madeni na mjiridhishe madeni yametokana na nini. Kama madeni haya yametokana na udhaifu tu au ubadhirifu tu, wautiwe hatiani, lakini pamoja na hatia hiyo lazima walipe fedha ambazo wamesababisha kwenye vyama vya ushirika. Kwa serikali hii ya awamu ya 5 kama hapo nimesema, tutachukua hatua kali kwa ubadhirifu wa mali na fedha za ushirika kote nchini. Hata huko uliko tutaukuta huko. Kwa ni muhimu sana kila mmoja huko uliko ukajiona huko salama kama ulikuwa unatamani fedha za ushirika. Tutaendelea kufanya usafi wa wabadhirifu hadi tupate viongozi waadilifu. Kwa sasa tunazo taarifa kuwa AMCOS zinafanya uchaguzi maeneo yote ya ushirika. Na sasa kupitia uchaguzi huo ni marufuku kuwachagua viongozi ambao walishakuwa viongozi, walifukuzwa kwenye ushirika wao kwa ubadhirifu, au ushirika wao ulivunjwa akiwa ndani ya bodi kwa ubadhirifu, alafu aonekane tena anagombea uongozi kwenye ushirika tena sasa. Na warajisi wasaidizi wa mikoa na maafisa ushirika wa wilaya, simamieni uchaguzi kwenye AMCOS zetu na mbaini wale wote wanaogombea kuwa si wale waliokuwa ushirika zamani wakafukuzwa kwa sababu ya ubadhirifu, wanadhani tumewasahau sasa wanagombea tena. Ukiona orodha ya majina hayo, yaondoe mapema kabla hawajaingia kwenye uongozi. Na kama ulifanya makosa ukasahau ukamwona ameingia, nenda futa na tengua uchaguzi huo ili tupate viongozi makini kwa sasa.